Kumbe ndo alikokuwa anakuja. Hapa naona kabisa kuna matatizo. Maana karibu sana. Japokuwa umekuja kwa kuchelewa, lakini natakiwa tufanye haraka sana. Karibu sana kijana. Asante sana mtaalamu. Nimepitia tu hapa kwa muda, sikutarajia kupitia hapa. Maana nimefanya kitu ambacho haukuniambia kuwa nifanye. Nimemuua kisha pasipoti za yako. Sawa kabisa. Kwa sababu yule angetufahamisha kwenye mambo yetu. Huyu unayemwona hapa chini ni Lina. Ndo kwanza kazi nimeianza. Hata hivi ningekufuata huko. Maadamu umejileta mwenyewe, naomba urudi nyumbani ukachukue kile kitambaa cheusi ambacho nilikupa siku ya kwanza. Ukilete hapa. Kumbe ndo alikokuwa anakuja. Maana nimemzimisha tu hapa. Kitambaa? Ndio, kile kitambaa cheusi. Sawa. Lina. Lina. Twende. Ameenda wapi? Ameelekea wapi?
nikachukue kitambaa. Ji, subiri kwanza. Mbona mimi sielewi? Alafu umekuja tu kuniamsha mazingira kama yale. Sielewi unanipeleka wapi? Kwa nini kimetokea? Lina, yani sidhani kama ungeniuliza swali kama hili kwa wakati kama huu. Kwa sababu kama nilivyokuambia nilikuwa namfuatilia Kibo, lakini story ni ndefu. Mimi nadhani hapa kuna kitu kikubwa kinaendelea. Tumtafute mchungaji sasa. Wewe unamwamini vipi huyo mchungaji kwa atatusaidia? Yani Lina, tumeshawaamini sana waganga. Lakini waganga tunaoshirikiana nao ni kama majambazi wakati mwingine. Hivi huwezi amini yule mganga nimemwona ndo anashirikiana sana na Kibo. Na moja kwa moja hii inaweza kuwa ni shida kubwa. Sasa tutamwamini mganga gani mwingine saa hizi? Mimi naona moja kwa moja twende kwa mchungaji. Huenda akaokoa hili swala. Kuliko kuendelea kusubutu kwa hawa. Tumebadilisha waganga sana na hawajatusaidia chochote. Wote ndio kwa mchungaji, Mungu atatusaidia. Nini kinachoendelea? Mbona mimi sielewi kabisa. Mganga ameniambia nikachukue kitambaa ili aweze kumaliza kazi. Sasa naenda tena kilingeni nakuta hayupo. Hapa naona kabisa kuna matatizo. Maana sio kwa kelele zile pale kilingeni. Okay. Sasa hapa inabidi niende tena kwa wakuu nikaongea nao, maana naona hili ni tatizo kabisa hili. Okay. Sawa. Hayo yote ndio aliyojiri baba mchungaji. Yaani changamoto imekuwa ni kubwa sana. Na hasa mpaka sasa wanachokiwinda ni hichi kiumbe kilichopo tumboni. Hicho ndio wamekizamilia sana. Niwapongeze, eneo mlokuja ni eneo sahihi sana. Kwa sababu yeye mwenyewe Mungu kasema uombapo yeye anakusikia na atakupatia. Utafutapo yeye atakupatia. Hivyo ndugu zangu, nipende kuasisitiza, nguvu za giza hazina nguvu mbele ya Mungu. Mshirikina yeye ni nani mbele ya Mungu? Hata ukisoma katika maandiko yake matakatifu, yeye mwenyewe kakwambia. Tupende tu kusoma Biblia. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi ya 23, Mungu katuambia tupende kusoma Biblia ndugu zangu. Hapa anasema hivi: Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huu mstari umebeba mambo mengi sana. Hata ukisikia Mwenyezi Mungu yeye ni mchungaji wako, hautapungukiwa na kitu chochote.
Vile vile akaendelea kwa kusema, hunipumzisha kwenye malisho mabichi. Malisho mabichi ni yapi? Malisho mabichi ni yale mafanikio yote ya duniani. Yeye Mungu hajakuumba wewe ili kwamba ukateseke. Ndugu zangu, poleni sana, kwa sababu tatizo mlilokuwa mnakwenda kulipata ni kubwa sana. Tatizo lingediriki kutafuna kizazi hadi kizazi. Na hapa mlipokuwa mlikuwa mnaelekea kupotea kabisa. Kijana, naonekana ni msomi sana. Hata hiki kitu kielewi. Toka lini uliona giza likaondolewa na giza? Giza linaondolewa na nuru. Nguvu ya nuru yenyewe ndiyo hii. Susi na sasa kana kakakana kasikine kakakoko. Susana sisi na kala kakakana kisikine kika. Susi sana sisi kakana kasikine kasuku. Susana siki kikina kakakana kasikine kakaka. Oi. Oi. Nipo hapa na kusikiliza. Umeniita. Wakuu, kuna matatizo yamejitokeza ambayo nimeshindwa kabisa kuyaelewa. Siku ya kafara yetu ilikuwa imeshafika na kafara yetu ilikuwa tayari kwa mganga, lakini mganga amenituma kwenda kuchukua kitambaa. Ninavorudi nimekuta hali ni nyingine kabisa, hali tofauti na ambayo niliiacha. Namshukuru sana Roho wa Mungu aliyewashukia nyinyi kuweza kujua eneo hili ndio eneo sahihi kwenu. Mtakwenda kuondolewa vifungo vyenu na mtakwenda kutakasika na mtakuwa wapya. Bila kupoteza muda, naomba nipige magoti niwaombee ili Mungu akapate kutamalaki, damu ya Yesu ikamwagike ndani yenu na muweze kuwa wapya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tazama watoto wako waliokuja mbele zako na kutambua uwepo wako Baba. Wametambua umuhimu wako, ndiyo maana wamekuja mbele zako. Wako miguuni mwako wakikulilia Baba. Tazama, wamejua umuhimu wa Mungu, ndiyo maana wako hapa. Na kwenda kuvunja nguvu za muovu shetani. Nakemea katika jina la Yesu Kristo. Navunja minyororo yote katika jina la Yesu Kristo. Naachilia moto. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakwenda kukanyaga nge na nyoka, navunja vibwengo, vinyamkera, majini katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakapate fungua Baba, fungua mtoto huyu aliyoko katika tumbo hili, fungua uzazi katika familia hii, fungua kipato katika familia hii, in the name of Jesus. Naomba nikiamini katika jina lako lilozidi majina yote Baba Jehova, amen. Nimekuta mganga hayupo pamoja na ile kafara yetu, na kitu kikubwa kilichonishangaza pale kilingeni, nimekuta kuna kelele nyingi sana ambazo si za kawaida, na ndio kitu ambacho kimenifanya nije ili muweze kunisaidia. Wakuu, nahitaji msaada wenu. Nimekusikia, lakini kitu unachokizungumza nimeshakiona na kina matatizo makubwa sana. Umeshakosea masharti. Ikumbukwe kila kitu kilitakiwa kufanywa bila kuwa na mtu yeyote anayeshuhudia, lakini katika tukio la leo mmeonekana, na tayari mganga umeshamsababishia matatizo, kwa sababu kuna mtu alikuwa akikufuatilia na amefanikiwa kugundua mnachokifanya. Kwenye ile njia walioingia, ile kafara haitofanikiwa tena. Umekuwa ukikosea masharti mara kwa mara, na tumejitahidi kukuvumilia na kukusubiria kwamba siku moja utatimiza, lakini umesababisha matambiko yako yote yamekuwa makavu sana, hakuna damu hata kidogo. Hivyo kwa muda huu imekuwa ni mara ya mwisho kwako, na tunachokifanya sasa, tunachukua uhai wako ili uwe fidia ya mapito yote na ile kafara ya mwisho katika matatizo yako.
kafara ya mimba ya kafara ya mimba ya kafara ya mimba ya agano la kuzimu.